Tuna ajenda ya maisha ya kiroho au kuomba katika roho ama kuishi katika roho kama mtu aliyeamini. Kama mtu aliyefanyaje? Kuomba katika roho kama mtu aliyefanyaje? Aliyeamini. Kama mtu aliyemwamini Kristo. Kama mtu aliyemwamini Kristo. Ile ya 8 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa 16. Soma kama ilivyosema. Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 16. Anasema, ndio. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ulio katika Kristo Yesu, ambao wale waliomwamini Kristo Yesu wamejaliwa kuwa nao, hawawezi kuwa na hukumu ya adhabu, kwa sababu yule roho aliye ndani ya Kristo Yesu yuko ndani yao sasa. Amina. Naomba tuelewe hicho. Kinachofanya mtu akae katika hukumu ni pale ambapo roho wake Yesu hatakuwepo ndani yao. Amen. Roho wa Yesu kukosa ndani yako, utaiona hukumu. Utaona shida. Utaona taabu. Utaona kuvunjika moyo. Utaona kukata tamaa. Utaona kuikana imani. Utaona kufa kiroho. Kwa nini? Kwa sababu hakuna roho wake Kristo Yesu. Amen. Ambaye huyo roho ana kawaida ya kumwingia aliyemwamini Kristo. Wangapi tunamwamini Kristo? Wangapi tunamwamini Yesu? Wengine hamwamini. Wangapi hamwamini Yesu? Haumwamini. Unamwamini. Barikiwe sana. Bwana Yesu sana. Sasa Biblia inasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Yule wa uzima aliyekuwepo ndani ya Yesu amewaweka huko. Kwa uhuru wa muamini, uhuru wa Kristo haupo tu kwenye maombi, haupo tu kwenye kuomba, upo kwenye pale. Je, una roho wa Yesu ndani yako? Unaomba ndio, unakesha ndio, unatoa ndio, ni mwaminifu wa ibada ndio, lakini je, yule roho wa ibada yuko ndani yako? Hiyo ndio shida ya kanisa la leo, ambapo hatuwezi kushinda dhambi, uovu, kama yule roho hatakuwepo ndani yetu. Litakuwa ni kanisa la ajabu, litarudi kwenye ufarisayo. Tutakuwa kanisa la ufarisayo, hatutakuwa kanisa la wokovu la Yesu Kristo bila Roho Mtakatifu. Tunamhitaji roho ili tuwekwe huru dhidi ya dhambi, tuwekwe huru dhidi ya uovu, tuwekwe huru dhidi ya mabaya yanayotukabili kwa kutobolewa, tuwekwe huru hata kwenye uvamizi, hata wa ndoto usiku. Hatuwezi kushinda hizo roho chafu bila roho wake Yesu kwa ndani yetu.
Anataka hisia zako, nafsi yako itawaliwe na roho wake, isitawaliwe na roho nyingine. Huyo ndio kiongozi mkuu. Huyu Bible anatusaidia namna ya kufuata, lakini anatusaidia namna ya kuishi. Yes. Anatusaidia namna ya kuishi ni Roho Mtakatifu. Huyo Bible anatusaidia kufuata. Roho anatusaidia namna gani haya maneno tunaishi na tuelewe. Sema amen. Nimecheka katikati. Ibada katikati. Nilikuwa nawashuhudia. Nilipata ushuhuda. Kijana mmoja amechukua mwanamke. Na kufundisha siri ya Roho Mtakatifu. Amen. Amechukua mwanamke ameenda naye gesi. Amemkatia chuma. Namba 5, namba 6 anajua yeye. Amemnulia na chips sisi na ameshika anajua yeye. Yule mwanamke akasema bwana nikaoga akafunga katao. Kwa akaenda kuoga basi akaweza katao makusudi. Jamaa anasema hapa ndo leo nimepata chombo. Anajiandaa kupata chombo ili safari hii ya kwenda Songea, ya kwenda Mwanza, ya kwenda wapi huko Uturuki anajua yeye. Sema amen. Haleluya. Akasikia sauti ya Eli inamwambia acha. Akasema hivi mzee uko? Nakwambia acha. Usifanye. Akafungua mlango mbio. Jasho namtoka chukua pikipiki akapanda. Alipopanda pikipiki, jasho namtoka. Anasema baba niliona. Nimesikia sauti ya baba inaniambia acha. Hakuwa baba. Alikuwa ni sehemu yao. Ya dada yako. Imeingia ndani yako. Sio na kuongoza. Kama unapata sehemu ya roho ndio ndani ya baba kaingia ndani yako. Ngo ufiboke. Wana wa Israeli walitembea na Mungu jangwani, walitembea na Mungu, walishinda siku ya Mungu kwa sababu sehemu ya roho iliyokuwepo ndani ya Musa iliingia ndani ya wana wa Israeli ikiwaongoza. Sehemu ya roho iliyokuwepo ndani ya Musa iliingia ndani ya Yoshua ikimwongoza. Sehemu ya roho iliyokuwa ndani ya Elia iliingia ndani ya Elisha ikimwongoza. Kama haujapata sehemu ya roho ya Kristo, huwezi kushinda uovu, huwezi kujua kipi ni kibaya, kipi ni kizuri kwa wakati wako. Yes. Utaishi kama mtu wa kawaida. Anasema akakimbia mbio. Nini kitokea amekimbia? Amekimbia, amesikia sauti ya Eli. Mwanangu usifanye. Mwanangu anasikia, nimekwambia usifanye. Anachapa. Mwanangu kama amefunga harusi. Mbavyo, mwanamke gani mshamba. Sasa niache na mshamba wangu. Lakini nimeipona nafsi yangu. Wengi mnakosa kujiokoa, mnakosa kujitambua, mnakosa uaminifu kwa sababu hamjakaa na roho wa Kristo, hamjawa huru labda kuambukiza roho wa Kristo yenyewe. Asante kushinda zile ya uovu, asante kushinda zile ya uaminifu, asante kushinda zile ya ubaya, asante kushinda zile ya malasi. Roho Mtakatifu ndio anamfanya mtu awe huru, awe hai. Hawezi mtu kuwa hai bila roho wa Bwana kwa ndani yake. Kinachouisha maisha yako, kinachouisha vitu vyako, kinachouisha uzima kiroho chako ni yule roho wa Bwana akija. Anasema kwa sababu sheria ya roho wa uzima katika Kristo, sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sheria ya dhambi na mauti.
ilivyokuwa dhaifu, vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanae mwenyewe katika mfano wa mwili, ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi, tusienenda kufuata mambo ya mwili, si tuliomwamini Kristo, ili maagizo yatimizwe. Yaani Mungu anatazama mimi na wewe, sisi tunataka kutimiza mambo yake kupitia sisi. Amina. Yaani kuna mtu akiwa hakutenda bila sisi. Yaani Mungu mbinguni anajivunia, anasema yuko fulani pale, yuko mzee fulani pale, yuko mama fulani pale, yuko binti fulani pale, yuko kijana kiume fulani pale, najivunia yeye. Mambo ndio yakusudia atimie ndani ya Kigamboni yatatimia. Mambo ndio ambayo yatimie ndani ya Tanzania yatatimia. Mambo ambayo nimekusudia atimize ndani ya familia ile alikoolewa yatatimia. Nimempenda huyu mwanangu, nimempeleka pale kwa ajenda maalum, kwa sababu yeye ndani yake na roho yangu ataenda kuniwakilisha vyema, atakuwa barua njema. Kwa Mungu anajivunia wewe uliopo. Mungu anaumia anapoona wewe uliyemwamini Kristo, anakuaruani roho yake ndani yako. Kama utakuwa roho yako hautamwakilisha tena. Mungu amekupa kwenye ukoo ule, kwenye familia hii, kwenye jamii, kwenye nyumba hii, ana mpango na wale walioko mahali pale wamjue Mungu kupitia wewe, ambapo hawezi kumjua Mungu bila wewe. Mungu anakuangalia wewe, amekufanya wewe daraja au kufikia hatima ambapo haiwezekani kutimia ama kufika bila wewe kujua kwamba shariki lolopo. Pasipo roho Musa hakufanya lolote, Daudi hakufanya lolote, Yoshua hakufanya lolote. Hakuna chochote kilichofanyika bila roho. Japo siku hizi imekuwa kawaida watu wanaenenda bila roho, na ndio maana kanisa linakuwa ajabu, kanisa linakuwa kituko, kanisa linakuwa ovyo, kanisa linakuwa haifai. Kwa nini haifai? Kwa sababu watu nyakati hizi wameharibika, wanamkataa roho. Wengine wanaanza katika roho, wanamaliza katika mwili. Wamemkataa roho analeta uzima, wakati mwingine roho analeta uzima wanamsema vibaya, wanamkufuru Roho Mtakatifu. Kitendo cha kumkufuru Roho Mtakatifu ni hatari. Wengine wakufuru Roho Mtakatifu na kuambia maombi yao, wanaomba na nina kwa lugha, ni mipango ya baba ile. Mipango ya baba ile. Yaani mtajalika na masaka, rekete ndoro mpango wa baba, mpango wa baba sisi. Sema. Kwa nini wamemkataa roho? Mtu akimkataa roho anaweza kaongea roho kwa sababu
mwe makini. Ngalia wale. Asa amekuja binti mmoja kutoka wapi huko chini huko. Mananasa wapi kwa leo. Anasema kufika kanisa. Ametongozwa. Nikamwambia mabosi huko anakitia kutafuta wapi. Ili tupande la utakaji. Hatuwezi kuendelea na kufanya utakaji. Kwani nimehubiri Jumatano. Nimegusia roho za uharibifu. Mwe makini nazo. Si kila mmoja kuna wengine wanapata wakina Yuda. Unakaa na mtu kumbe ni Yuda yuko pembeni yako. Nikawaambia katika mitume wa Yesu Yuda alikuwepo. Na alikuwa sambamba na Yesu. Kwa wale wako wanaomba sana kwa Yuda wao. Na mimi kwa Yuda wao.
Fichua. Fichua. Mungu anasema mtumishi wangu usiogope. Nitakufichulia ile kifua. Binti wa watu anaonyesha. Binti naye anaona usiku. Ndivyo alivyo mtumishi. Anaonyesha ngapi? Anaonyesha ngapi? Anaonyesha ngapi? Anaonyesha ngapi? Mwingine sio mwingine. Sio mwingine. Anaona kalio la binti yangu mmoja. Ogo iko vizuri. Amemkataa wewe. Ukimkataa wewe kuna mimi nisogee kia leo. Mimi neto kia leo. Mimi sisi kia leo. Mimi kwa mimi kwa ogo ndio mwendo wao. Nakwambia era tukwambia mimi sisi ni Mungu. Ukinielewa mimi mtandika. Ukinielewa mimi ongezeka. Ukinielewa mimi ni mtumishi. Ukinielewa mimi ni nabii. Ukinielewa mimi ni nani? Yes. Sija mtuma nimetumwa. Mimi nataka yako wewe. Nikubali. Bila kwambia hapana. Sitaki. Ambia hapana. Usiku mmoja tu. Siku moja. Bila nasema hapana. Hapana. Una hela? Una hela kabla? Una hela kabla? Ambia ndio shika. Kwa siku moja. Akasema lakini sasa nipunguzie mimi na laki mbili ya fasa hapa. Nikutumie. Na laki mbili ya fasa nikutumie. Na laki mbili ya fasa ufanye? Nikufanyaje? Nikufanyaje? Mungu hapa ndio maana nimesema. Usingekuwa usingesema. Mungu hapa wengine mali kufanywa haya. Wengine mali kuambia haya. Mkanyamaza kimya. Hamkujua mnaliwa kanisa. Na mkatangaza kwamba wewe fulani nilitongoza. Hamkujua mnalivunja kanisa. Akaambia kingine nitumie. Akasema sasa nitumie. Baadaye akaangalia akasema nakuja mimi leo kutoka kwako kulete. Akasema kwangu usije nikwambia nitumie. Mbona haraka? Sema sio na haraka nitumie. Akasema anakuja kwako. Binti akakata simu akasema usije. Akakata simu akapokea simu zake. Mesha kaendelea. Baadaye akaomba naomba nisamehe usiku kasema. Amen. Baada akasema kugonga nyundo msione na ubiri. Muda mwingine akasema ni nini? Kuna siku ile nimegonga nyundo akatoka nje akasema bwana samani nisamehe. Kama message naomba nisamehe. Naomba nisamehe kwa kosa yangu. Amen. Jamii ni kama hivi. Yushi. Ndio ni jamii. Sasa. Naona?
siri ndani ya Shalom. Nipigeni vita mnavyojua nini. Nisemeni mnavyojua nini. Nikosheni vita mnavyojua nini. Nisiacheni mnavyojua nini. Ninaye Mungu aliye hai. Akanisafisha siku moja. Naongea katika roho. Akanisafisha siku moja. Sitakisema mimi nikoni. Mungu akanisemea nikoni. Unasema kweli? Kwenda. Nikaambia njoo sasa hivi. Baba ndio naingia nyumbani baba atoka. Hivi unatii kwa sababu tayari kikao changu kimewaka moto. Unatii njoo washa gari njoo tena uje na mume wako. Mja niambie. Sasa baba tunakuja. Na wewe ambaye ulikuwa huko kuombea mtu njoo. Unaomba vyote. Vipi? Baba kweli nimeanguka. Umefanyaje? Umeanguka. Alikwambia mke nani? Yusu ukanya. Ukonisema kama baba nione. Baba nasema kitu cha uongo. Ukonisema baba nisamehe sijawahi kufanya hivyo. Nikamwambia sijawahi kufanya hivyo. Umefanya? Usingefanya hivyo kwa sababu nimetoka ukanya. Yusu ukanya. Unafikiri ni sio elimu. Sifanye kitu cha kupuzi mimi. Sifanye kitu cha hisia yangu. Mimi nafanya vitu ambavyo rohoni vipo. Nilipokuita na kuonya, nilikuwa na maana yangu ndio na kwenda mwako. Ungekuwa na akili ungetii. Unafikiri wapenda? Unafikiri sisi wapenda? Mimi yako hiki baba mbaye acheni basi, acheni maneno. Ni Roho Mtakatifu umemwacha. Ukimwacha Roho Mtakatifu yote atakayofanya na watu kuna na vibaya. Kuna vibaya. Utakayemwacha Roho Mtakatifu chochote ambacho kitafanya ndani ya kanisa utakiwa ni kibaya. Hata kicheza na wao wamezidisha. Kwa sababu huko mwilini tu. Baba ubili hamna lolote. Baba kukanya hamna lolote. Nilionea. Baba kukanya hamna lolote. Ipo siku utajua Mungu yupo au Mungu hayupo. Ipo siku. Itawasaidia. Hakuna mafanikio bila kupata mtu wa kufuata maagizo yake. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Fuata maagizo. Hawepo mtu akwambia no. Yes. No. Yes. No. Yes. Leo tumetengeneza kanisa ambalo halina akili zao. Halina hofu ya Mungu. Kwani wamekataa kutembea na roho ya Mungu. Anasema Mstari wa 4 anasema ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi, tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya roho. Kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, Nikuombe mwanangu yuko mahali hapa. Hapo ndipo ndani wako ulipo. Hapo ndipo heshima yako ilipo. Nikisema anyoshe mkono ambao umetongoza na kuisha. Wananyosha. Magapi sema anyoshe? Magapi? Nisema anyoshe mkono umetongoza. Anyoshe. Mwingine anyosha kamuza. Wewe unyosha kutongoza hivi. Sasa baba kuna siku moja mimi natoa video tu mzima. Nilikuza tunaona ni mtoto ana akili. Ndio anatania. Sasa anatania mtu mwenzako kwa shida. Mke wake hayupo. Yuko peke yake. Sema amen. Yuko peke yake. Halo. Bwana Yesu. Amen. Uko sana usiku. Alipo kanisani. Uko kanisani baba hapo. Njoo hapa tungi hapo ule kiti moto ukalaya kiti.
mimi sina. Kanisa litakufa. Na nina shida. Na kwa sababu na mimi sitakubali hivi, nitakaa magotini. Nitakwambia Mungu fanya. Lakini kwa sababu Mungu ndiye ananipa neema, Mungu aliponiita ni mtu wa tofauti na tuko kwa ajili yenu. Ndio Mungu anasikia. Kwa sababu Mungu wangu Mungu ananisikia. Ndio anaachilia neema kidogo. Hizi neema mnazoona mnaachiliwa. Msifikiri kwamba ni mtenda wetu. Ni vile mimi nilivyo na Mungu wangu. Amen. Ninaposhuka mbele za Bwana, ninamwambia Mungu kweli, Mungu anasamehe. Mungu anashuka kweli na jibu. Mungu anashuka kweli na tenda. Kuna vitu vinaumiza kichwa. Kuna vitu vinavuga moyo. Kuna vitu vinaharibu. Kubalini kuongozwa na Roho. Hamtashinda mambo ya mwilini. Mtakuwa mnafikiria mambo ya mwilini. Na kuombea mbele za Mungu akupanye. Amina. Sema Bwana Yesu naomba nipo. Bwana Yesu naomba nipo. Sema Yesu naomba nihurumie. Bwana Yesu naomba nihurumie. Wakati mwingine tunaitwa tuwaombee. Wewe niambie tuwaombee. Tuwe mwambie mwenzako ukijikuta umeanza tu mambo ya baba kwa namna mbaya, unajua umeanza kufa kiroho. Ukianza kuona uche wa baba, kuna namna moja mapendo, moja ndefu. Amen. Kifua tayari kimeshakuwa. Kwa hiyo umekuwa. Inabidi ukajenge nyumba yako. Sio maana jenga nyumba yako. Kifua kimeje? Jenga nyumba nyingine uwe na akili. Mwambie baba. Napenda hii roho yako ndani yako, naipenda. Amen. Nasikia ndio inaniwasha na hakuna mpaka nachoka. Naomba niende mahali ili niache kukuna leo. Na mimi nikakoloma. Amina. Mungu wewe. Nakosea tena. Nimepata baba. Wanamna tofauti sio kukatalia mtu. Kitapia mmoja amekuja hapa juzi baba naomba nisaidie kidogo. Nataka kumtumikia Mungu. Sina baba wa kunilea. No, kabla shida wote. Akaja hapa akampa utaratibu wa kufanya. Akasema sawa. Amekaa siku mwezi. Amen. Ameenda wapi kwa siku kitunda? Amefanya kitunda na mtumishi mmoja wa kike. Yule mtumishi anasema naomba nikuachie kanisa leo la kwako. Ukitaka uwe chini yangu, uwe chini yangu. Ukitaka kutafuta baba mwingine utafute. Na sisi nikuachie. Mimi sitakolea kanisa. Mimi Mungu hajaniita kwenye kolea kanisa. Ameniita kwenye habari za kuhubiri huko mikoani nitembee. Habari za kuchunga watu siziwezi. Mimi naomba tu kama utaweza nikuachie, kama uwezi sasa. Akaja baba, Bwana Yesu asifiwe samani. Mtumishi yule mama ameniomba aniachie kanisa lile la kwangu. Baba, niko tayari, nasikia niko tayari. Unaweza mwanangu? Unaweza baba. Kwa msaada wako na Mungu wako ukiniombea, na kama nitakuwa nakosea mahali popote kuna nielekeza, niko tayari nusu nia. Nikamwambia piga magoti. Akapiga magoti akasema baba, kwa jina la Yesu mtangulie mja wako, mtie nguvu mwezeshe. Akabeba mabegi yake, akapanda gari, nikampa na nauli mwanangu, na nauli hapa. Baba nimesupa sana. Baba na hadithi haraka kabisa. Nikampa mwanangu nauli hapa neno. Ubarikiwe sana baba. Mungu akubariki babangu. Lolote nilikuwa mtaniambia. Amina mwanangu, songa mbele. Sema amen. Mtumishi mwingine anamfahamu kijana. Yupo Iringa. Sema amen. Alipiga simu baba, nataka niwe chini yako nisaidie. Nasikia hiyo, wewe babangu, mimi nikamwambia usiogope. Unasikia wito? Ndio. Baba, nataka nije. Niwe chini yako, nisaidie. Nikamwambia hapana, sifanyi hivyo. Njoo kwanza kwenye madhabahu, ukae na mimi unione, ujue mitembeo yangu, ujue sauti yangu, ujue vile nilivyo, ujue baba ukoje, ndipo uende ukafanye kazi. Alisema baba, mwezi wa 5 nakuja. Nikamwambia njoo mwanangu, uwe na amani. Pigie Yesu makofi. Amina. Mtumishi mwingine ambaye kutishi sema naye anasema baba, mimi nimeenda kuhubiri kongamano, nimepiga kongamano la nje na alikuwepo. Kasikia pale inama chini, anainuka elewi, uwepo unatembea. Akasema potelea habari, dini ni kitu gani? Zehebu ni kitu gani? Akapiga magoti akasema baba,
nimiminie mafuta. Nataka mafuta hiyo, chupa ya mafuta nimiminie kichwani kwangu. Nikaichukua ile chupa nikamiminia. Ili napoongea amefungua kanisa lingine. Ametoka kwenye sherehe na kwenye dini. Atembea anafuata TAG. Acha kufuata TAG. Umesikia? Tafuta mahali peko na roho. Umesikia mwana? Usikwambie baki hapo. Sawa? Ukiona mtu anakufa na baki, ukiona anakufa tafuta mahali peko na roho, sio TAG. Umesikia? Unaona mpasuko? Kuna mpasuko. Umesikia? Kwa nini? Mungu sio ajabu, sio adili. Hatutembei na madini na mazee. Tunatembea alipo na roho wa Bwana. Alipo roho maajabu za abudu. Anasema Yesu, anasema Mungu kwa kumbukumbu la Torati. Kwa hiyo na anasema katika Yohana Mtakatifu, mtaniabudu katika roho nini? Na kweli sio kwa TAG. Nani nilikuwa kama wewe mwanangu? Sikusema. Mimi nilikuwa nataka mwanafiani. Mwanafiani kwa. Mungu anasema mimi sio mwanafiani. Mimi ni roho. Ukiona hapo Roho Mtakatifu anakutika kwako. Kubali kufunza. Yekea shuka. Anza kuangalia mbona anafanya hivi? Kwa nini anafanya hivi? Ndio usishindane na vitu ambavyo unaelewa navyo. Mazee yanashindana na vitu ambavyo unaelewa navyo. Makini yanashindana na vitu ambavyo unaelewa navyo. Dini na mazee ni mpango ya watu. Kuna mpango wa Mungu mwenyewe ndio wokovu. Mahali hapa ni wokovu. Hapa ni dini zote na zote lugha zote kabila zote. Hapa hatuna dini la kabila. Hatuna dini la Wangoni. Hatuna dini la Wapare. Hatuna dini ya Wakigoma, Wagongo. Hatuna dini ya Wasukuma, ya Nyakyusa. Hapa kuna wokovu. Yes. Gani nakupenda Mungu? Na huko nipenda basi. Karibu. Hebu pia makofi kwa Yesu. Amina.